Na makofi mazuri. Tulishapokea maombi. Bwana Yesu asifiwe. Praise team, Mungu awabariki. Asante sana kwa huduma yenu. Hebu tumpe tena Yesu makofi kwa ajili ya uimbaji. Haleluya. Wenye haki, haleluya. Mguse aliye karibu na wewe, mwambie neno tu shalom. Amen. Haleluya. Amen. Wenye haki, haleluya. Amen. Sijajua kama kuna mtu mwenye haki hapa, niseme kwa sauti tena haleluya. Amen. Siku yetu ya tatu. Kesho siku ya 4, Jumapili siku ya 5. Nitangulia kuwashukuru wale waliofika na wale ambao Mungu amewaleta leo kwa siku ya kwanza. Niseme tu huduma hii ya Fellowship Jiji imekuwa ni baraka sana. Kila mara ninajisikia furaha ninapokanyaga mji wa Tanga. Mungu abariki sana Fellowship Jiji kwa kuweza kunileta na kuweza kunifanya kuwa baraka katika mji huu. Watu wa Tanga, Bwana Yesu asifiwe. Tumeanza semina ikizungumza juu ya neno la Mathayo 11, la Mathayo sura 6 na mstari wake kuanzia ule wa 34, akiwaambia watu wa 30, ninazungumzia 33, kwamba tukutane na Yesu. Sema amen, amen. Mathayo 11, samahani, na mstari wake ule wa mwisho wa 27-28. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hicho tunakutana na ile andiko linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kwangu andiko hili limekuwa baraka kwangu kwa sababu mwaka huu nilianza kwenye mwaka huu kufundisha pale Tunduma kwamba tuko kwenye nyakati za neema ambazo bado zinafanya kazi katika kuokoa. Mshukuru Mungu kwa mzee askofu, anatukumbusha kila wakati kwa tayari na Yesu kurudi. Kipindi cha neema ni kipindi ambacho kinakaribia kwa mwisho kwa habari ya watu kuokolewa kutoka katika msamaha wa dhambi msalabani. Yaani tunakaribia mahali kufikia kilele cha imani inayookoa kwa njia ya neema iliyoko msalabani. Tuko mwishoni sana, na hii inatia hofu kwa wale wanaoelewa nyakati tunazoziishi, kwamba baadhi ya wetu, hata sisi wawili, hatuko makini, hatuelewi majira. Kwa hiyo inatia hofu. Sauti ya parapanda inaweza kalia na watu hawajajiandaa kwa ajili ya kusikia sauti. Askofu Mwakimange amekuwa akiongea mara kwa mara, na mimi nimehubiri sana, kama vile watu bado wako usingizini. Nakubaliana na maandiko, kweli tumelala, lakini pia maandiko yanatupa na mtu wa kutuamsha. Sauti somo maandiko kwenye wale wanawali 10, wote tumelala, wenye hekima na wale wapumbavu wote tumelala. Lakini tunapopata kusikia wanaotuamsha, hebu basi wewe umelala, amka. Maandiko yanasema mkeni, bwana harusi yuko karibu. Tuamke basi, tutoke katika usingizi. Sema amen. Amen. Na hilo ndio eneo ambalo sasa Mungu anataka kutusaidia tusipoteze kile tulichokipata. Parapanda kalia alafu ukajikuta umeacha. Usingizi
ni maisha ambayo tunaishi pasipo kufikiri tuko wapi na kutokujua kwamba Yesu yuko karibu. Ule ndio usingizi. Hebu jiamshe, inua hisia zako, tambua kwamba Yesu anakaribia kuja kulichukua kanisa. Anytime. Mimi siwezi kusema ni leo kesho, lakini nikiyapiga mahesabu nyakati za ukombozi tangu alipokufa mpaka leo, Injili imehubiriwa ulimwenguni mote kwa nguvu. Leo semina hii unayoiona unaweza kufikiri ni ndogo, lakini wanaotusikiliza kwenye mitandao si watu wachache, ni wengi kuliko watu tuliowaweka kwenye mikutano ya Injili. Na hawa wanaotusikiliza wako dunia nzima, dunia nzima. Kwa hiyo habari za leo kuhusu Yesu tunapohubiri zinaenda kila upande, kila kabila na lugha. Watu saizi wanahubiriwa kwenye mitandao. Injili imekuwa rahisi kuliko zamani. Gharama ya Injili imekuwa rahisi sana kuliko zamani, kumwezesha hata mtu yule wa chini apate kusikia kwa urahisi kabisa. Hata simu unazosema kwamba siku hizi simu, zamani ilikuwa ni kazi kuzipata, siku hizi unakopeshwa. Yaani usikose tu simu mkononi, unapewa kwa mkopo, tena unakuomba kabisa. Hata kununua bando unaweza ukakopeshwa. Si ni kweli jamani? Yaani kila kitu kinawezeshwa ili usikie Injili. Amen. Amen. Kwa hiyo usifikiri kwamba ni wakati mzuri ukapuuza kutafuta kinachoendelea duniani. Fungua tu fahamu zetu, fungua masikio yako, sikiliza. Kurudi kwa Yesu sio propaganda, ni uhalisia. Na waambiaga watu hivi, kama Yesu angelikufa alafu asifufuke, alafu akatuambie atarudi, nisingemwelewa. Lakini alifufuka. Kama Yesu angelikufa alafu asifufuke, alafu aniambie kwamba atarudi, ningeelewa hizo ni zile story. Lakini alifufuka, alionekana siku 50, siku 40, akiwatokea watu, alafu alipaa mbele ya macho yao, na malaika walimpokea, na watu walimwangalia akienda, na aliwaambia anaenda, na malaika akasema wanapomwangalia akawaambia atarudi hivi hivi. Ndugu zangu, huo ushahidi huko, na mahali alipokanyaga kati anaondoka mpaka leo papo. Watu wanaenda kuangalia pale alipokanyaga akienda. Haya mambo sio hadithi, haya mambo ni kweli. Usiamsha nia akugharimu chochote, wala hauwezi kuwa mjinga, kwa sababu kutakusaidia kupata matokeo mazuri parapanda ikilia. Sema amen, amen. Haleluya. Amen. Urudi kwa Yesu kwenye nyakati kama hizi tunaziangalia zikisemwa kwenye maandiko. Maandiko yanatusaidia, nasema hivi, kwa wale wenye hekima wataelewa, wale wasio na hekima hawataelewa hata mmoja. Kwangu mimi na wewe tunapewa kadirisha kadogo sana kwa kuchungulia ili tupate kuelewa. Wengine hawajapewa kuona, wengine wako usingizini, ndio maana wawili wako kitandani, mmoja anaenda, mmoja anaachwa. Wawili wako shambani, mmoja anachukuliwa, mmoja anaachwa. Wewe uliyepewa hii hekima, amka.
Yanayoendelea leo duniani, ndugu zangu, sasa hivi dunia imehama. Sasa hivi ile sanamu ya ule mnyama inaongea. Sanamu imeshasimamishwa. Ile sanamu ambayo itapulizwa pumzi nayo itaonekana, na kwa njia hiyo hiyo sanamu itaongea na kuamuru watu kuisujudia yule mnyama. Sanamu itaongea watu wamsujudie yule mnyama. Ndugu zangu, hiyo sanamu imeandikwa kwenye Biblia. Mwandishi alikuwa hajui neno robot. Leo robot ipo, robot anayefanana na binadamu kabisa mpaka kwa ngozi, na ukishika na ngozi kabisa. Halo, siku hizi hawa robot wanaotengeneza wanasema hata kuwaua hawawezi kuwaua, yaani kuwaharibu, kwa dismantle. Wameshafikia kuwa wanaweza wakanirudisha tena wao wenyewe. Leo hii ziko nchi zimeanza kuwachukua hao robot kuwatumia kama mapolisi, wanatumika kama viongozi kwenye siasa ili kusiwe na rushwa na uwizi. Kuna nchi imeshachukua mpaka robot umemfanya kuwa waziri, anasimamia wizara kabisa. Asifiwe. Siku hizi kuna makanisa ya Ulaya robot anafundisha. Jumapili unafikiri binadamu yuko madhabahuni, kumbe ni mashine inaongea na watu wanatoa na sadaka. Sasa yule mnyama anapoenda taratibu kuitawala dunia, watu hawaoni. Tayari dunia imeshatengeneza mfumo wa utawala wa serikali moja. Tetesi za vita ni wao wanatengeneza, wanapanga wao. China si adui wa Amerika sio adui wa Urusi, ni timu moja. Viongozi wa juu ni timu moja, wanawatengenezea ninyi wanadamu system. Mfikiri kuna uadui hapa na pale, kumbe wanawatengenezea mahali mtakapoingia mtumie namba moja tu kuweza kupata matumizi ya kimaisha. Na sasa hivi wameshatengeneza, wanakuwekea tu kwenye mwili chip ya aina yake, wameshatengeneza kina Elon Musk, ambayo unakuwa sio binadamu wewe tena, unakuwa mashine. Watu wanakuongoza na kompyuta zao, wanakuingizia mawazo na maneno. Watu wa Mungu tunasikiliza tayari, yani wameshaandaa na wameshasema ajenda ya 2026 mpaka 2030, mwaka 2026 mpaka 30, ninyi wanadamu wote mtakuwa tayari nayo hiyo namba kwenye akili zenu. Kwa hiyo mna miaka 2-3, na kabla hiyo namba ijafikia mahali mteule naye akaingia parapanda ndani. Majaribio hiyo namba yameshaanza kutumika sehemu mbalimbali za dunia. Tawala nyingi za dunia wanapoenda kwenye vikao vyao vya tawala zile za nchi matajiri, wanapokaa na marais wa dunia, wanapewa tu ajenda. Tunaenda mwaka huu na ajenda hii, tutafanya 1, 2, 3, 4, 5. Zile serikali zinakuja kwenye nchi zao, wanatengeneza mfumo waliopewa, mifumo mbalimbali ya utawala, mifumo ya kiuchumi. Tunaingia taratibu na hakuna atakayekwepa. Kanisa wenye hekima peke yao walio tayari parapanda ikulia watanyakuliwa. Amen. Na muomba Mungu usije ukakosa hiyo siku. Amen. Unapofanya biashara zako na kazi yako, fanya kazi kama kwenye kipindi cha kina Nehemia. Wanajenga ukuta huko wameshika silaha, na wewe shika imani yako, fanya biashara zako kwa bidii,
Hakikisha umeweza kutunza familia yako na watoto wako wasikie furaha kwamba wazazi wanamshika Yesu, lakini wakati huo huo nyumbani mwako ifanyike ibada. Fanya watoto wako wamjue Yesu. Sema amen. Itakuwa sio busara eti wewe baba umenyakuliwa, watoto wako pale umewaacha. Itakuwa ni aibu, ni kilio. Ndio jirani yako mwambie, tengeneza nyumba yako, nyakati za hatari. Wacha nirudi kwenye neno lile, njooni kwangu. Haleluya. Hili neno ni neno la kiwito, wito wa kupumzisha. Anatamka Yesu kwa mdomo wake, njooni kwangu. Njoo kwake. Kwake anasema ndipo palipo na pumziko. Nikasema pumziko letu tunalolipata, namba moja ni dhambi inapoondolewa. Dhambi imebeba masumbufu ya kila kitu. Dhambi ikiondolewa, ndipo na matatizo mengine yote yanakuwa ni rahisi kuondoka. Nikasema kwenye Zaburi anasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote, maana akusamehe maovu yako yote. Anakusamehe maovu. La kwanza, maovu, dhambi. Namba 2, akuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo panapoingia msamaha, panakuja na miujiza mingine. Hebu tuzingatie msamaha. Neno msamaha naomba uchukulie kwa makini. Sema amen, amen. Kwanza naomba uliyemwamini Yesu ukubali umesamehewa. Amen. Amen. Ninaonaga mashaka ya watu kwenye msamaha. Naomba utambue msamaha. Hebu sema natambua msamaha. Kama ninavyolifahamu jina langu. Hakuna mtu anaweza kukwambia hilo si jina lako. Amen. Una uhakika mimi naitwa fulani. Pokea huu msamaha kwa namna ambayo inakuhakikishia na kukuthibitishia msamaha huu ni wa halali. Tunaenda sawa sawa? Kwa kupokea huu msamaha, tutumie andiko la Waebrania. Sema amen, amen. Tembea na mimi katika kitabu cha Waebrania sura ya 8. Pokea uhakika huu msamaha, na kama hauna uhakika nitakuomba uje leo nikuombee. Sema amen, amen. Waebrania sura ya 8 mstari wa 12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Sema amen, amen. Amen. Sijui umakini wa wewe kuangalia hili, lakini Mungu anazungumza, sio nabii. Anasema kwa sababu nitawasamehe, na anatamkia hili neno kwenye Agano Jipya. Hili ni neno alilozungumza nabii Yeremia
kusamehewa ni eneo la agano, ni eneo la agano. Sema amen, amen. Neno nitawasamehe na sitakumbuka ni neno linalotoka kwenye agano. Aliongea Yeremia 33. Sema amen. Nitawasamehe 33 kuanzia mstari wa 33. Samahani, 31 mstari wa 31 mpaka 34. Ni 31 mstari wa 31. Anasema, tazama siku zitakuja ambazo asema Bwana, nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, silo kama agano nilofanya na baba zao katika siku zile waliponiacha, ilipowashika mkono kutoka katika nchi ya Misri. Katika agano hili walilivunja agano langu. Anasema agano hili la sasa ni agano ambalo sio la wewe kuvunja, ni Mungu halivunjiki, la msamaha. Sema amen, amen. Kwenye ule mstari wa 3 anasema, hili silo agano lile la kwanza lilivyokuwa waliponiacha na mimi nikawaacha, hili haachiki mtu. Sema amen, amen. Naomba ushike agano hili hivi. Sinataka upate mahali pa starehe. Amen. Jamani, nyewe wa Kristo mnaishi maisha ambayo hayaridhishi. Nyewe wa Kristo hamuishi maisha ambayo yanaridhisha. Tukikuangalia tu enjoy. Kila tukitawazama hata nyuso zetu ni za watu walioathiriwa na mapigo. Yaani una sura ya kicheko, una sura ya raha. Hebu mwangalie jirani yako, mwangalie tu jirani yako. Unafikiri ni mzee huyo? Hajazeeka. Lakini stress zimekuwa nyingi. Tumetembea kwenye magumu tangu mtoto jamani. Tumejikuta majaribu ni sehemu ya maisha. Tumejikuta tumefundishwa majaribu ni sehemu ya kila Mkristo lazima apitie. Sasa unafikiri majaribu ni mazuri? Hebu mwangalie mwenzako, mwambie unafikiri majaribu ni mazuri? Nani anayependa majaribu? Nyanyua mkono juu. Amna. Usinidanganye nyinyi. Mnapenda majaribu. Nani anapenda? Okay, nikitumia neno majaribu ni haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno majaribu, kama kuna jambo Yesu alilipa kwa ajili yangu. Amen. Amen. Kama kuna jambo nimelipiwa. Hebu sema nimelipiwa. Nimelipiwa. Sema nimefidiwa. Nimefidiwa. Kama kuna jambo nimefidiwa. Kwa mfano, ugonjwa umefidiwa. Kapigwa Yesu mijeledi. Unakubaliana? Alichubuliwa, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Si sawa? Na kwa kupigwa kwake, ikiwa andiko limesema tumepona, ukagusa mwili wako ni jaribu. Hello? Okay?
Okay. Yesu alifunga siku 40. Aliona njaa? Yes. Aliona njaa. Ile njaa ndio iliyotumika kuleta jaribu, fanya mawe haya kwa mkate. Lakini yeye hakutangaza anaona njaa. Ile ibilisi alipojua Yesu ameona njaa, akayaleta mawe ya ushawishi ufahamu. Yesu akubali mawe kubadilishwa kuwa mkate. Alizungumza hivi, mtu hataishi kwa mkate. Sema amen. Amen. Sio kwa chakula cha mwili ndio mtu ataishi. Alijibu kwa urahisi, mtu ataishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo jaribu la mwili la chakula mimi ninalo, nile nini, ninywe nini, nivae nini. Hilo jaribu katika mwili wa Yesu limepita. Sitajaribiwa na chakula. Nimevuka kwenye uhitaji wa chakula. Piga kelele, sema sina hilo jaribu la chakula. Ili kusema hautaishiwa kiwango cha kukosa chakula. Hebu sema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukiona unapitia jaribu la chakula, kataa. Piga kelele, sema hili sio langu. Sema hili limeshaondolewa. Jamani, tunaenda sawa? Hebu sema alishapigwa. Magonjwa sio yangu. Tunaenda sawa? Ikifika kwenye msamaha, kubali pia umesamehewa. Ukishakubali umesamehewa. Amen. Hebu sema nimesamehewa. Ukishapata msamaha, huu mwili usikutie hofu. Kama tunavotiana hofu, kumbuka hata dhambi za zamani. Mimi nitazikumbukaje kama Mungu amesahau? Yeye mwenyewe amesema sikumbuki. Nikishasamehe nimesamehe. Hebu kama umeshasamehewa sema na mimi sikumbuki. Munaporudia kukumbuka makosa, munaibua matatizo. Wewe umetubu kosa hilo kila wiki, unakumbuka ulivyokuwa zamani, unaanza tena kutubu. Unakumbusha tena, nilitoa mimba, nisamehe. Umeshazeeka, hata Mungu ajui ulishawahi kutenda hilo kosa. Amen. Piga kelele, sema nimesamehewa. Sema hata kumbukumbu hamna. Wakristo, kumbukumbu zenu ndio zinazoibua matatizo. Munapojiletea kumbukumbu kwenye ibada zenu, tubu dhambi ya nyanya, ya babu, ya bibi, nimetoka nayo wapi? Mimi ni kiumbe kipya, ya kale tazama yamekuwa mapya. Sio mimi tena ninaishi, bali Kristo ndiye anaishi. Walitangulizaje tena dhambi ya walionitangulia zamani? Niache, nimewekwa huru. Tena niko huru kweli kweli. Siwezi beba mzigo wa dhambi za watu wa zamani. Haipo hiyo. Lakini madhabahu za makanisa zimekuwa na orodha ya kumbukumbu hizo. Tena unasema kabisa sistahili kuwa mwanao. Nilichukuliwa mimba ati yangu. Nani amekwambia ulichukuliwa mimba ati yangu? Wewe ni Daudi.
Ukishindwa kujitambua kwenye hilo, usikiri, nyamaza. Kwani ukinyamaza unaumia nini? Daudi alichukuliwa mimba mtihani kwa sababu Yesu alikuwa hajaingia kwenye tumbo la mwanamke. Tumbo la mwanamke lilikuwa tayari limeshatamkiwa laana kule kwenye anguko la Adamu. Mpaka mzao wa mwanamke atakapokuja, mzao wa mwanamke lazima atakapokuja huyo aingie tumboni. Kule tumboni ndipo kwenye zile hatia zinapoumbwa za kila mtoto anazaliwa nazo. Unatoka tumboni umebeba laana za mizimu. Leo Yesu ameingia kwenye tumbo la mwanamke, amelisafisha lile tumbo. Hakuna hatia kwenye tumbo lililo ndani ya mwanamke. Watoto wako wataitwa watakatifu. Jamani, Paulo ameandika kwenye kitabu cha Wakorintho, hata kama umeolewa na mwanamume hajaokoka na huyo mwanaume anakubali wewe ukae naye, usimwache. Maana huyo mwanamume anatakaswa na huyo mwanamke, na watoto wenu wanaitwa watakatifu. Haijalishi analewa pombe kule, wewe mama umeshaokoka, usimseme yule mtoto ni mlevi. Mtangaze yule mtoto amebarikiwa, ni mhubiri wa Injili, utakuta kanisani siku moja. Lakini unapomtangazia kule anapoishi, kile unachokitangaza kinaenda kukaa naye. Mtangaze mwanao ni baraka. Maana wewe mama umeokoka, tumbo lako ni takatifu na waliozaliwa wamebarikiwa. Kwa nini wewe unatangaza mtoto wako yuko kwenye laana? Ndio maana mnakosa kupumzika kwenye ile raha. Mnaanza semina za maombi na maombezi kwa ajili ya kutakasa watoto wenu na kuombea matumbo yenu. Hamna tumbo la mwanamke aliyeokoka ambalo linaweza kubeba laana. Alipoingia kwenye tumbo alimaliza matatizo ya wanawake yote ya uzao wao. Ndio mama amenikodolea macho, hata mseme na mimi. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa. Na kwenye Warumi akasema wana bidii katika Mungu. Munayo bidii katika Mungu, lakini sio katika maarifa. Na mnapokosa yale maarifa katika Mungu, munaingia kwenye kupigwa. Na mnapigika, alafu mnasema ndio Mungu amekusudia. Mungu ameniandalia hayo, ni mapito yako. Mimi Mungu hajaniandalia mapito. Mimi nimetembea kuziangalia nyayo za miguu ya Yesu. Tangu anatoka tumboni mwa mama yake mpaka anaenda Calvary, mpaka anaingia kaburini, nikagundua hajaenda kwenye njia zake yeye, alienda kwenye njia zake. Mahali pa kuingia na pa kutoka kwangu alipaona, mahali pa kuteseka kwangu alipaona, mahali pa magonjwa yangu alipaona, mahali pa mitego yangu aliona, mahali pa mauti yangu akapita kwenye hayo maeneo. Ukiyasoma maeneo hayo yote kwenye lugha ya Kiyahudi, alipozaliwa, alipokulelewa, alipokulia, alipotoka, akaenda Yerusalemu, akaenda wapi, hayo maeneo ni location za maisha ya watu hawa. Amepita hapo akakutoa, amepita hapo akakuponya, amepita hapo akakubariki, wewe hautaingia tena kwenye eneo dunia hii pa kuumizwa na kitu chochote. Maana kila ardhi iliyoko juu ya nchi itazungumza mema kwa ajili yako. Barabara zote za mji watavunja nazi na mayai. Wewe ukipita pale utakanyaga nazi na mayai, hazitakuharibu. Maana umeshaponywa kabla nazi haijavunjwa. Piga kelele, sema nimebarikiwa. Sema mimi na uzao wangu umebarikiwa. Kila aliyoko hapa na mtoto wake aliyoko mahali popote ambaye yuko jela, yuko wapi, nataka nikwambie hivi, ni wewe unamwona mtoto wako kwenye kifungo, lakini huyo mtoto hayuko kifungoni tena. Huyo mtoto tayari Kristo alishamtangazia uhuru, alishamtangazia msamaha kwa sababu ya wewe mzazi. Wewe fikiria, mtu anaambiwa hata ni jamaa lijaokoka, linakubali tu kuishi na wewe mama, nenda kanisani. Ni mwanaume ni ovu kabisa, lakini eti linatakaswa kwa ajili ya mkeo. Yaani ni jamaa linapata favor ya mwanamke. Alafu
Sema hakuna ndoa itakayoleta shida hata kwa watoto wangu. Kuanzia leo kwa jina la Yesu, watoto wangu na ndoa zao zina amani, zina mafanikio, zina afya, zina baraka kwa jina la Yesu. Amen. Hapo nimeshasafisha mpaka matumbo ya wamama wasiozaa. Amen. Unajua napita kwenye jaribu la kutokuzaa, hamna, sio kweli. Huwezi nikapitia kama wewe umeshamwamini Yesu. Hebu sema nimesamehewa. Na dhambi zangu hazikumbuki. Sema dhambi zangu hazikumbuki. Sema hakuna mtu wa kuzileta hadharani, maana hazipo. Sasa isikiwa hazipo, nataka nikwambie kweli, hata mtoto wako shuleni lazima afaulu. Amen. Ongeza makofi, sema amen. Piga basi Yesu makofi. Hata watoto wako, hata wajukuu wako. Jamani, fungua Wakolosai. Fungua Wakolosai, labda nitakosea nikinyamaza. Kitabu cha Wakolosai. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Wakolosai sura ya 2. Mstari wa 13, 14 na 15. Naomba nikubalie niseme maneno haya. Biblia inasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu. Tulikuwa tumekufa zamani. Sema amen. Amen. Kwa sababu ya makosa na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye. Sema nimefanyika hai. Nimefanyika hai. Sema uhai wa Mungu uko ndani yangu. Akiisha kutusamehe makosa yote. Sema nimeshasamehewa makosa yote. Sema kwa sauti, nimesamehewa na hakumbuki makosa yangu. Mstari wa 14, baada ya msamaha 14 anasema, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake. Kulikuwa na hati iliyoandikwa iliyokuwa imebeba mashitaka na hukumu, iliyokuwa na uadui kwetu. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Hebu sema imeondolewa. Haipo tena, imegongomelewa msalabani. Sema kwa sauti, imeondolewa. Sio kufutwa tu, bali ameiondoa kabisa, isiwepo tena. Ongeza sauti, haitakuwepo tena. Piga kelele, sema hamna wa kuiandika tena. Wangapi wanaamini hiyo? Mko wote? Yaani mnaamini kirahisi hivi? Sema yes. Yes. Sema ni rahisi sana. Rahisi sana. Shetani anataka kukwambia hamna. Mwambie imeandikwa. Imeandikwa. Si Yesu alisema imefanya nini? Imeandikwa. Alipoambiwa imeandikwa, alirudia tena kuulizwa swali, akuuliza tena shetani yule jamaa. Geuza mawe ile mkate, imeandikwa mtu haishi kwa mkate bali kwa kila neno. Na mimi naishi kwa nini? Neno. Ukitaka kumshinda mwambie iko hapa. Imeandikwa, alikiisha kutusamehe makosa yote. Amen. Na akaifuta ile hati iliyokuwa imeandikwa yenye mashitaka na hukumu zake na uadui kwangu. Mambo yanayonipelekea niumie nayo yameondolewa. Hukumu na mashitaka pamoja na kile kinachoingia kwenye mwili na kwenye akili na hisia zangu zimeondolewa. Amen. Sioni kiumbe, hata malaika hawezi kufuta ile andiko. Halifutiki hili neno. Amen. Waebrania 8
Wakolosai 2:14 haifuti. Nani ataliondoa ile andiko nisilione? Na kama andiko limeshaniambia, hata mhubiri akiniambia simkubali, mimi sina dhambi tena bwana. Amen. Mimi nimezaliwa mara ya pili. Piga kelele, sema mara. Hebu sema kwa sauti, nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Hebu sema kwa sauti, nimezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Nalijua hilo andiko? Wangapi wanalijua hilo andiko? Limeandikwa wapi? Nyanyua mkono niambie, limeandikwa wapi? Si unaona hata mkiulizwa namna ya hawezi kumbuka. Imeandikwa kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza. Fungua hilo andiko mara moja. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Mimi haya maandiko nimeyaweka sio kwenye kichwa, mpaka kwenye nywele, mpaka kwenye nguo zangu. Wakiniona barabarani wanaona imeandikwa, na macho yangu yanaona maandiko yameandikwa mpaka kwenye ukuta, mpaka kwenye barabara na kanyaga. Ninayasoma haya maandiko kwamba nimesamehewa, wala kumbuki dhambi zangu. Shetani hawezi kuniekea jiwe la kujikwaa barabarani. Siwezi kuteleza wala kuanguka kwenye hisia wala akili zangu, haiwezi tokea. Nimelifaa hili neno, limekuwa mwili. Amen. Linaishi hili neno, linatembea na mimi, nina pumzi. Amen. Hili neno ni kila chakula ndo ladha yangu. Hili neno nikilala ndo usingizi wangu. Amen. Hili neno nikitembea ndo faida yangu. Nikifanya kazi ndo mafanikio yangu. Hayajaondoka machoni pangu. Nimeandika kwenye kibao cha moyo wangu. Akili yangu haiwezi kusahau, wala akili yangu haiwezi kusema haijatokea. Mungu alishanisamehe. Nimeandika hapa, nimeandika kwenye kucha, nimeandika mpaka kwenye viatu. Nitatembea nikijua imeandikwa. Amen. Na sasa sio kuandikwa kwa mimi tu nasoma, na maadui zangu watasoma. Piga kelele, sema watasoma na wao. Hebu sema nimeona imeandikwa hata kwenye mwili wangu, kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Nyanyua mkono, sema nimepona. Kila kitu kilichoko ndani ya mwili wangu kimeandikwa, kwa kupigwa kwake nimepona. Hebu sema kwenye mifupa, kwenye damu, kwenye nyama, kwenye mishipa, kwenye viungo, kuanzia kichwa mpaka kwenye nyayo imeandikwa nimepona. Ongeza sauti, nimepona. Piga kelele, sema hata kwenye mikono yangu imeandikwa. Kila nitakachokifanya kimebarikiwa. Hakuna atakayeninyang'anya. Hakuna chuma ulete, hakuna uchawi. Iko kwenye damu yake, ameandika mkononi. Unionei? Uwezi nionea. Aliletwa mwanamke amezini na watu wameshika mawe, si mnakumbuka? Wanataka apigwe mawe afe, si sawa? Halo? Musa alishawahi kusema akishuka mtu kama huyu apigwe mawe hapo. Akaletwa mwanamke, tunaenda sawa? Na huyo mwanamke amezini, lakini badala yule mwanamke kupigwa mawe, kesi iliisha tofauti. Haikuchukua nusu saa. Kitendo cha kumleta mwanamke kwa Yesu, kesi imeisha. Amen. Unanisikia wapendwa? Amen. Kumchukua mwanamke kumpeleka kwa Musa anakufa. Kumleta kwa Yesu, halo? Unanena nini? Msamaha. Sasa Yesu akainama chini akaandika kwenye udongo. Mwambie mwenzako, aliandika kwenye udongo upi? Muulize jirani yako, aliandika wapi? Hebu sema aliandika kwenye mwili huu.
ajili ya ardhi, lakini mimi sioni ardhi, nauona udongo ambao katika huu udongo nilitolewa. Sasa huu mwili umeandikwa. Yesu anachukua mkono wake anaandika kwenye mwili wako, hawatakupiga tena, hawatakuua tena, hawatakushtaki tena, hawatakupiga na magonjwa tena. Hakuna jiwe la mauti litakupata, hakuna jiwe la uchawi litakupata. Nitatembea barabarani na mawe yao hayatarushwa tena. Piga kelele, sema wewe mwili haupigwi tena. Sema kwenye mwili huu nimepona. Sasa wewe kachukua maandiko, nenda kaandike chini. Mimi si wa hapo. Kachukua kidole chake kaniandika hapa. Amen. Wale maadui zangu watanisoma. Piga kelele, sema watanisoma. Sema watasoma nyuma, watasoma mbele, watasoma kulia, watasoma kushoto, ya kwamba kwa kupigwa kwake nimekula kwao maadui. Na wao waliposoma hawakuuliza maswali, walichukua mawe yao, hawakuyaacha, waliondoka nayo. Kama walikuja na magonjwa, wataondoka nayo. Kama wamekuja na umaskini, wataondoka na umaskini wao. Kama wameleta kukataliwa, wataondoka na hiyo hali ya kukataliwa. Lakini Yesu naye akamwambia mwanamke, na mimi sikuhukumu. Amen. Sema amen, amen. Maana ameshaandika kwenye mwili wake msamaha. Alikuja kwa Yesu aseme amen. Amen. Sisi wote hapa tulipelekwa kwa Yesu kwa sababu ya dhambi. Wanafikiri tulikuja kwa Yesu kwa sababu ni mwenye haki? Wote tulikuwa tumekamatwa. Hata Mwakimange alikamatwa. Akapelekwa kwa nani? Yesu. Angepelekwa kwa mganga angeshakufa. Alipopelekwa kwa Yesu msamaha ukapatikana. Na mwana akikuweka huru unakuwa huru. Maana yake hata dhambi ile haitarudia tena kukutafuta, kwa sababu haina uhusiano na mwili wako, haina uhusiano na afya yako, haina uhusiano na nywele zako. Hawana uwezo wa kukutengenezea dhambi za njiani. Hizo dhambi za njiani nazo zimeshafutwa. Piga kelele, sema zote zimeshaondolewa. Wangapi wananielewa hapa? Ni ajabu Tanga mnaelewa kirahisi. Hebu sema nimefutwa ile hati ya mashtaka iliyoandikwa kunishitaki, iliyokuwa na hukumu na uadui kwenye maisha yangu. Ameiondoa isiwepo tena, amegumemelea msalabani. Hebu sema ameiandika msalabani kwamba haipo tena dhambi hii, imeshafutwa, haikumbukwi tena. Mstari wa 15 nisimalizie. Akiisha kuzifua enzi na mamlaka. Kiswahili kijaongeza vizuri maana yake. Anasema alizifua enzi na mamlaka za mtawala mwenye uwezo wa kukushikilia wewe mahali na mwenye amri ya kukutesa mahali popote. Akamvua, akamwondoa kwenye utawala. Yule aliyekuwa anatawala kwa sababu ya dhambi akamnyang'anya. Hana kiti cha kukaa hapa, hana mahali kwenye eneo langu la kimwili ninaloishi duniani. Akanitesa tena. Hana huyo mnyama, yule kiumbe, yule ibilisi, yule mwovu kanyang'anywa. Hana mamlaka na wewe mwili wako. Piga kelele, sema hana mamlaka na mwili wangu. Sema kwa jina la Yesu, amemnyang'anya mamlaka na utawala katika maisha yangu. Piga kelele, sema haniwezi tena. Piga kelele, sema hata jaribu tena. Iko hivi wapendwa, labda Mungu akuonyeshe waziwazi, maana wengine mnaishi kama moyo na Mungu siku moja akufungulie, akufundishe tu kwa njia ya rahisi. Adui yako, amen, aonekane akipigwa, alafu anasema jamani nisaidie, jamani nisaidie,
fulani nilikuwa na mloga, mimi ndio nilikuwa mchawi, sasa uchawi umenirudia. Labda atokee hivyo, ndio utaelewa. Mtu yoyote anayejiona ni superpower aingie kwenye milango ya mauti na kuzimu, akikushika wewe jina lako au nywele zako au kitu chochote au nguo yako, amejitangazia hukumu yeye mwenyewe. Amen. Ili andiko nasema alimvua mamlaka na enzi. Kwa hiyo ibilisi mwenyewe ni muoga. Amen. Ni wapenda. Ibilisi mwenyewe ni muoga. Anakuogopa hata kukuangalia. Amen. Hivi unajua wanakuogopa, lakini cha ajabu eti wewe ndio unawaogopa. Halo, nimeangalia sinema moja ya Kichina. Wachina wanacheza sinema za rohoni wakiwa mwilini. Wachina zile sinema zao za kupigana, wale jamaa wanaonyesha vita vyao ni vya rohoni, lakini wanatembea kwenye mwili, lakini hawako mwilini, wanatembea rohoni. Leo nilikuwa naangalia hivi, kimekuja kikundi cha watu kinachosadikika kina nguvu kuliko kawaida, kimeingia kwenye kijiji kingine, na wenye viongozi hicho kijiji wanajitambua hawana nguvu ya kupigana hawa wageni. Kwa hiyo kijiji kizima kimepiga magoti, kinaomba wasiwawe, na kila mtu kuanzia mzee mpaka wadogo wameambiwa wapige magoti. Wageni hawajaamuru mtu kupiga magoti, wana kijiji viongozi ndio wanaamuru watu wapigeni magoti tusiwawe. Ndani ya hao watu mtoto wa miaka 7 akakataa kupiga magoti, akaambiwa na kila mtu piga magoti, utatusababisha kufe. Mtoto akasema sipigi magoti. Wazazi wakainuka wakawaambia wale wageni, huyu mtoto kwanza sio kwetu, huyu mtoto sisi hatujamzaa, huyu mtoto kwanza ni mgeni anapita hapa. Mtoto anawaangalia tu, unanisikia? Wale wageni wakashangaa, huyu mtoto ana ujasiri gani? Hana hofu, haongei maneno mengi. Wazazi na kijiji kizima upiga kelele, wamemwita kwa majina, piga magoti. Mwishoni wakaanza kujitetea, unajua huyu mtoto sio wa kwetu. Mtoto akasema hata mkinikana, ukweli leo utaeleweka, mimi sipigi goti. Wageni wale, kiongozi wao akatuma mtu mmoja, shughulikia huyu mtoto. Yule mtoto akamwambia wale wazee wake, huyu sipigani naye kwa kitu chochote, ni kidole changu kimoja kitammaliza. Akanyoosha kidole, yule mtu akaganda, haendi mahali. Watu wakashtuka, huyu mtoto yukoje? Kagandisha mtu. Na mimi nataka nikwambie, hatupigani na wao. Kuna kidole cha Mungu kilichoko maishani mwako, kitanyoosha mbele ya adui zako. Wataganda kama wanakuja, kumbe hawaji. Watajionekana kama wako hai, kumbe wamekufa. Hebu piga kelele, sema amen. Tangaza kuanzia leo, hawaniwezi. Inawezekana watu wote wasikuelewe wewe peke yako, kwa sababu ya umbo dogo, kwa sababu hujafundishwa na wao. Lakini nataka nikwambie, tumefundishwa na Mungu, vita hivi ni vya kwake. Yeye anasema wewe ni mshindi, yeye kashapigana kwa ajili yako, kashawaharibu maadui zako. Piga kelele, sema amen. Mtoto anasema sipigane na hawa, kidole hiki, kidole
hatingishi kichwa, ameganda, amefreeze. Baridi imeingia, hatikisiki, ameondoka. Anaguswa, anaanguka, anavunjika. Na mimi nataka nikueleweshe, katika ulimwengu wa roho kiko kidole cha Mungu kinatokea kwako. Kiko kidole. Mungu hana kazi ya kupambana na adui zako. Mungu hana muda wa kupigana tena. Alishamaliza vita Golgotha. Ni kidole tu, utamka usiku, kidole cha Mungu kitaandika kwenye ukuta wa nyumba yako. Maadui hawataingia kwenye mlango wako. Kidole cha Mungu kitaandika kitandani mwako. Hakuna ndoto mbaya zitakazokuja. Kidole cha Mungu kitaandika kwa watoto wako ya kwamba watasoma na kumaliza masomo na kufaulu vizuri. Kidole cha Mungu kitaenda kwenye sehemu yako ya kazi, kitaandika hakuna uganga wala uchawi kwa Yakobo. Sema amen. Atupigane. Sema amen. Kiongozi aliyekuja kuliongoza kundi ili kuwateka wale watu mateka, na yeye alipoona mtu ameganda hakujaribu kuzungumza, aligeuza kichwa, alirudi njia aliyotokea. Na mimi naamini ndivyo itakavyokuwa. Hatutakuwa na muda wa mazungumzo na wao, watageuza njia waliotokea, watakimbia mara 7. Piga kelele, sema amen. Sasa na saa 12 imefika. Hivi ni Tanga tu saa 12 nafika haraka au kila mahali? Haleluya. Haleluya. Amen. Hebu sema nimesamehewa. Nataka nichukue pointi hii. Pumziko langu, dhambi zangu zote aliziondoa. Amen. Nilishawahi kuonyesha hapa. Pale msalabani palitokea kitu fulani. Haleluya. Hata yule mwizi, jambazi na muuaji pale msalabani hakufanya maombi ya muda mrefu. Alisema, Bwana, tangu sasa unikumbuke. Yaani maneno mazuri tu, simple, katika ufalme wako. Jamaa anatamkiwa hapo hapo. Kwanza sasa leo hii tutakuwa pamoja paradiso. Jamaa anaingia, halijawahi kutoa sadaka, halijawahi kubatizwa, halijui sakramenti, halijaenda mafundisho yoyote, lakini mbinguni anaingia. Alafu wewe unashindaje kuingia? Halo? Mimi nafikiri hata mbinguni kule malaika walimuuliza, "Bwana unaingiaje?" Bwana umepita pitaje? Wanaweza wakamwona, hapana, wewe kuna mahali umepita chini. Akasema, hapana, nimepita kwenye mlango mmoja. Yule ambaye ndio mlango wa kondoo aliniambia niingie. Amen. Anasema kwa kuwa umezaliwa mara ya pili. Sema amen. Piga kelele, sema nimezaliwa mara ya pili. Anaendelea anasema, si kwa mbegu iharibikayo. Hebu sema, mimi sio mbegu ya kuharibiwa. Sema kabisa, sina asili ya uharibifu. Ongeza sauti, hakuna wa kuniharibu. Sema, asilia yangu haiharibiwi na mtu. Biblia inasema bali kwa ile isiyoharibika. Hebu sema, mimi siharibiki. Sema, asili yangu sio ya kuharibika. Sasa tunaendelea nasema, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Wewe una asili ya mbegu isiyo. Sawa watu wa Mungu? Wana wa Mungu mpo? Hebu sema, mimi nimezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu linalodumu hata uzima milele. Kwa asili hii ya mbegu hii ninaona kitu kimoja kwako. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu li hai. Sema li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga uwao pande zote mbili. Hebu sema, mimi ndio ninavyoishi hivyo. Yaani nikikuangalia wewe na uliona neno la Mungu katika maisha yako. Nimesamehewa, nimeokolewa, nimekombolewa. Historia ya Baraba inanibariki. Mnafahamu hiyo historia niliyowahi kuwafundisha. Baraba alikuwa tayari naye ni mwovu aliyehukumiwa dhambini aende kwenye msalaba awawe.
lakini kwa sababu Yesu ameshaletwa ili ahukumiwe, lazima mfungwa mmoja aachiliwe. Na katika wafungwa wakaachiliwa, Baraba akawekwa mbele. Katika kuangaliwa Baraba na Yesu nani anastahili kufa, kura ikamwangukia Baraba aachiwe huru. Yesu anastahili kufa, na jina la Baraba lilikuwa kwenye kitabu cha mauti liliondolewa. Tunaenda sawa sawa? Hatia ya Baraba iliondolewa, hukumu ya Baraba iliondolewa, dhambi ya Baraba iliondolewa. Alafu Yesu akachukua hukumu ya Baraba, akachukua hatia ya Baraba, akachukua dhambi ya Baraba, akachukua mauti ya Baraba. Baraba akaambiwa hivi, mfungueni Baraba, mwacheni huru aende zake. Funguo zilichukuliwa saa hiyo hiyo, minyororo iliyomfunga kuanzia kichwa mpaka nyayo zilifunguliwa dakika hiyo hiyo. Baraba aliponyanyua mguu aliona mguu unaondoka, alipojaribu kutembea akaona miguu inatembea, alipotaka kukimbia wakamwambia usifanye haraka, dhambi zako ameshachukua huyu, hukumu yako ameshachukua huyu. Naye Yesu akimwangalia Baraba akiwa yuko huru, alionyesha kinywa cha kusmile. Hebu smile kidogo, hebu onyesha tabasamu. Namna hiyo. Kila mmoja anajua kusmile. Hivyo hivyo Yesu anafurahi kwamba saa hii nimekuja kumweka Baraba huru, na sasa Baraba yuko huru. Mimi nimebeba dhambi yake. Na Yesu hakuhuzunika kwa kubeba dhambi. Anasema hata Mungu alifurahishwa akati anachukua dhambi za ulimwengu. Maana kwa jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Si kwamba Mungu alikasirika. Mungu alifurahi. Na hata shetani alijua mpango wa Yesu kwenda Golgotha, yeye shetani atakuwa amemalizika. Alitafuta njia za kumwachia Yesu mapema. Petro akasimama akamwambia Yesu, hautaenda msalabani, hautasulubiwa. Yesu akamgeukia Petro akamwambia, rudi nyuma shetani, maana huyawezi mambo ya Mungu. Yesu anasema, tazameni mwana wa Adamu anapanda kwenda Yerusalemu, na atatiwa mikononi mwa watu, nao watamsulubisha na watamuua. Petro akamwambia, haitatokea. Yesu akamwambia, nyamaza shetani, huyawezi ya Mungu na yawezi ya wanadamu. Shetani mwenyewe alikuwa anaomba asiende msalabani. Anajua akiubeba msalaba hivi kabeba maisha yangu. Atatawala wapi ikiwa tayari msalaba umeshaondoka kwangu? Ameuchukua mwana wa Adamu, anaupeleka Golgotha, akapeleka maisha yako mpaka kwenye hatima. Utakapotoka duniani hautabeba mzigo mwingine. Ndipo mtunga Zaburi alisemaga hivi, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Alionyesha kuna bonde la uvuli wa mauti. Yesu akasema hilo bonde la uvuli mimi nalitafuta, ili hawa watu wasilione tena, hofu za mauti hazitakujia tena. Yesu akaingia kwenye bonde la uvuli wa mauti, akaingia huko chini, akamkuta yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, akamharibu. Alafu kwenye mstari fulani wa 15 akatoka na ufunguo za mauti na kuzimu. Akasema sasa hawana uwezo wa kupanga mauti yako, hawana uwezo wa kuandika tarehe ya kifo chako, hawawezi kuweka ajali barabarani, hawatakupeleka mwingine ukalale. Kuja kanasema hivyo, kashika funguo. Hamna mchawi anafungua za tarehe yako ya kufa. Na Yesu alipochukua akazificha kwenye kabati, akaweka kwenye sefu, hata malaika wasichukue, ili siku ya kufa kwako mtu yeyote asipange. Wewe mwenyewe amua. Bwana, sasa umeona fadhili, mtumishi wako wameona vyema kupumzika. Maana Mungu naye haui. Amen. Mungu hawezi kuua mwenye haki, sema amen. Amen. Wala Mungu hana tarehe ya mwenye haki kufa duniani, hana. Tunamsingizia. Yesu alisema nalikuja ili wawe na nini? Uzima. Kisha wawe nao. Alafu leo nasema unajua Mungu amempenda zaidi. Nani kakudanganya? Mtoto mdogo namna hii amekufa. Unaenda sawa? Hebu sema ndani yake mnao uzima. Ndani yake mnao uzima. Hebu sema ule uzima ni nuru yenu, nuru yangu. Kama ndani Yesu kuna uzima hakuna mauti yake. Amen. Sema amen, amen. Kwa hiyo hata kama
Yesu hawezi kupanga ufe lini, na hana kitu cha kufikiria wewe kufa. Amina. Wangapi wanataka kuelewa hilo? Maana ni wengine uoga akataka kama upigana ufi. Nani atakuwekea roho ya mauti? Na nisikilize ni wapendwa. Amina. Hebu sema kuanzia leo hakuna mwenye tarehe yangu ya kufa na hakuna atakayeandika. Yeye aliyekuwa na nguvu za mauti ameharibiwa, hana funguo za mauti tena wala kuzimu. Hawana mahali pa kukaa, wakanijadili, wakaniongea, wakapanga kifo. Hawana hiyo. Watatoa hiyo wakati sheria ya dhambi na mauti ilikwisha ondolewa. Ninatembea chini ya sheria ya roho wa uzima, ambaye katika huyo roho wa uzima hakuna mtu mwenye kuweza kukuandikia kifo chako kitakuwa kwa habari ya ugonjwa wa hospitali. Sahau. Piga kelele, sema sahau hiyo. Piga kelele, sema haitatokea hiyo. Yule atakoma, baba yake alikufa na sukari, mama yake naye. Wewe wapangia hao ndio wawahi kuambia, lakini hii hapa ni kiumbe kipya. Ni mbegu isiyoharibiwa, ni mbegu inayodumu milele. Sema amen. Muda wangu umeenda, natamani niongee zaidi. Bwana, hii Tanga inakimbiza muda. Wanaobarikiwa sema amen. Hebu nyanyua mkono juu, sema kwa jina la Yesu, nimesamehewa sana. Sema tena, nimesamehewa kabisa. Sema hakuna anayeweza simama mbele yangu kwa mashtaka ya zamani, ya leo, ya kesho. Yesu ni yeye yule jana, leo, hata milele. Nimezaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Kuanzia sasa mtasikitanishe mwilini mwangu, nimechukua chapa zake, ameandika kwenye damu na nyama na viungo na mafuta na kila kilichoko ndani yangu, wale wangu na mkosi wa kichwa changu. Imeandikwa, nimewekwa huru, huru kweli kweli. Nitalala kwa raha, nitaamka kwa raha, nitafanya kazi na kufanikiwa. Hakuna kitu kitakachonizuru. Mwana ameniweka huru, niko huru kweli kweli. Tangu sasa wanaotaka kunitabisha wamenitangazia mauti yao. Hawatalala vitandani tena, watapata usingizi kuanzia leo kwa jina la Yesu. Wataweweseka, watapigwa kwenye ndoto, wataonewa wakiamka, wataonewa wakilala kwa jina la Yesu. Amen. Mahubiri haya tunayaweka kwenye flash. Haya sio mahubiri ya kuyawacha, sio mahubiri ya kuyawacha. Taka flash yako nenda nayo nyumbani. Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ukisikia, anasema katika Mithali sura ya 4 mstari wa 20, mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako usisikilize kauli zangu, zisiondoke machoni pako, zihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazifuatao na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Unaposikia haya maneno kwenye kila flash, sikiliza mara ya pili, sikiliza mara ya tatu, sikiliza mara ya 4. Yale niliyoyaongea hapa yataingia ndani yako kwa 80%. Kwa 80%. Ukisikiliza kuanzia mara 4 kwenda juu, 80%. Na yakiingia kwa 80%, umeing'oa milima itakayokaa mbele yako kwa miaka 30 itakayokuja mbele yako. Hautapita kwenye mabonde na mavuli ya mauti.
Matokeo yake utasema yule mhubiri nampenda, anajua kufundisha, lakini maneno yote yaliyoongea hapa yamepotea hewani. Ni 10% mpaka 25 utakumbuka. Lakini ukasikiliza ujumbe huo, ukasikiliza 4 times mpaka 5, 80% akili yako itabeba. Na ikibeba tu umeingia kwenye madiliko. Ikishaingia kwenye akili yako, umesikia na ukakumbuka, akili yako itapokea. Umefungua net ya word kama ya Mwiburi, umepanua wigo wako. Utajikuta unaweza fika mahali usingeweza kufika. Sema amen. Mara ya kwanza nilipokuja hapa mtumishi, the first time nikiwa kwenye kile kilikuwa kidogo, kuja timu ya wanawake unifuata kwenye gari, wakaniambia mtumishi, tunaomba kuongea na wewe. Akasema hii sio saa ya kuombewa watu, nataka kusimama kuhubiri. Wakasema hapana, tuna ushuhuda. Hiyo ni familia iliyokuja imenisikia Kibaha mkoa wa Pwani 2016-17 walinisikia, wakasema tukachukua CD ya mahubiri yako tukamletea mgonjwa Tanga ambaye tayari ameshashirikana hospitalini, tumemrudisha nyumbani ili afya. Na alipoletewa hiyo CD alianza kusikiliza. Nilikuwa sijawahi kuja kuhubiri hapa, ndo mara ya kwanza wameleta watumishi. Wakasema tuliposikia unakuja Tanga, tumechukuana ndugu wote tuje tukushuhudie jinsi Mungu amefanya. Mgonjwa alikuwa amekaribia kufa, nyama hazipo mwilini, amebaki mifupa, kansa imemwondoa kabisa, mwili wake umeisha, kansa ya damu. Lakini mgonjwa alianza kukusikiliza mwenyewe nyumbani kwenye mafundisho uliyofundisha Kibaha, ameyasikiliza kwa miezi 3. Hakujua mwili wake umepona lini, aliona tu mwili umerudi katika afya. Maumivu kwenye mwili hakuna. Anajiuliza siku gani Mungu alimponya, hakumbuki. Kumbe kila siku akisikia kuna kitu kinaumbika ndani, kila siku akisikia kuna uponyaji mwingine unaongezeka, kila siku anaposikia kuna uhai mwingine unaongezeka. Mpaka miezi 3 anashtuka, picha ya wakati wa miezi 3 nyuma na ya sasa ni tofauti. Wakanionyesha picha nikiwa katika kushuka kwenye gari, ni wewe huyu. Hata na mimi nilishangaa. Huo ushuhuda sijawahi kusahau na utangaza kila mahali. Na mimi natamani na wewe, kuna mahali watoto wako wanapitia, kuna mahali ndoa yako inapitia. Nani atakayewaambia wewe? Huwezi ukawaambia wakakuelewa. Lakini chukua hii flash, weka kwa TV nyumbani. Wakati wanakaa mahali wanasikiliza, wataanza kuona kitu kinaongelewa, na moyo wao utaendelea kutamani kusikia. Watajikuta wanavutiwa, watamaliza mahubiri, watasema rudisha tena. Wakisikiliza mara ya mwisho, nataka nikwambie hii, kiu ya pombe iliyoko ndani yao itaanza kuondoka yenyewe. Mazingira ya kuonewa kiuchawi yataanza kuondoka yenyewe. Ugonjwa uliokaa wa mauti ndani ya nyumba utaanza kutoka wenyewe taratibu. Kabla hujasema kwa jina la Yesu toka, ugonjwa utasema hii nyumba mambo yamebadilika, mimi sistahili tena kukaa ndani ya nyumba hii. Umasikini utaanza kuondoka. Piga kelele, sema amen. Na kushauri kama mwenye hekima, unahitaji flash. Mahubiri yangu ni mahubiri ya kuondoa mahali pa mateso. Sikufundishi kwenda kuombewa, na kufundisha kupokea kitu kilichoko cha kwako. Sema amen. Kuna wahubiri watakufundisha bila kuombewa utoki, lakini mimi nasema no, wewe umeokoka, haiwezekani. Wote tumezaliwa na baba huyu, ndio. Kama wote tumezaliwa na nyumba moja, sisi wote ni wazaliwa. Kama ni wazaliwa, hata mimi na haki kwenye nyumba ya baba yangu, nina uwezo wa kuisema haki yangu nikaipokea. Lakini kama sielewe haki yangu, Biblia inasema mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Mimi sitaki kukaa kama mtumwa akati wewe mzaliwa katika nyumba ya Mungu. Nataka uishi kama mfalme, uishi kama mrithi. Ukiingia ni mwana, ukitoka ni mwana, ukisema ni mwana. Yule aliyekuwa mwana ana nguvu kuliko mtumwa. Sema amen.
Ndio maana na ujasiri walionisikia hapa, nyie si wa Kristo wa kutupwa na magonjwa, nyie si wa kulogwa. Sema amen. Kusha jirani yako mwambie hautaonewa tena. Wangapi wamenielewa hiyo? Chukua haya mahubiri, anza kuongea na vijana mpaka Jumapili. Usiakose yote. Kwenye flash moja mahubiri tangu Jumatano mpaka Jumapili. Uwe nayo. Nenda weka kwenye gari, weka nyumbani, weka dukani kwako, weka popote. Sasa hivi kule nyumbani Arusha tunawapa vijana wanaweka kwenye mpaka barabarani huko. Watu wakashangaa. Kumbe kuna wahubiri wanaweza mhubiri Yesu. Haleluya. Amina. Nataka twende kuingia kwenye sadaka. Lakini kabla sadaka, mwaka kesho nitarudi tena. Wangapi wanapenda nirudi mwaka kesho?